michezo, hususan mchezo wa ngumi, na kampuni ya promotion inaitwa HB Sadik Boxing Promotion, na inayolea mabondia, makao makuu yakiwa hapa Karagwe pamoja na Dar es Salaam. Tumeandaa kupitia kampuni yangu mapambano mbalimbali, ikiwemo ubingwa wa dunia pale Mwanza UBO, na bondia wangu akawa ameshinda. Tumeandaa pambano mkanda WBC Africa kwa mara ya kwanza kabisa East and Central Africa chini ya promotion yangu, na bondia wetu akashinda na kuwa bingwa wa Afrika namba 1, na mpaka sasa anashikilia huo mkanda Fazil Bajia. Lakini tumeandaa pambano kupitia kampuni yangu hapa Karagwe kwa mara ya kwanza kutoka nchi yetu ipate uhuru, kucheza mchezo wa ngumi, japo ilikuwa ni mechi za kirafiki, na mabondia wengi waliocheza walikuwepo hapa wa kwetu, kwa maana Bukoba pamoja na Karagwe, japokuwa tulileta wengine kutoka Dar es Salaam ili kuleta kidogo watu wajifunze kwa maana hiyo. Hivyo nikiwa mwenyekiti kwenye mchezo wa ngumi, najiona natosha, kwa sababu ni mchezo ninaupenda, ni mchezo ambao naamini biashara, lakini mchezo ambao naamini vijana wengi watajitengenezea ajira. Hivyo niko tayari kushirikiana na vijana wenzangu, wadau wa michezo, kuhakikisha tunaukuza mchezo wa ngumi ndani ya wilaya ya Karagwe na mkoa wa Kagera kwa ujumla. Kwa majina yangu naitwa Jimmy Potem, alimaarufu Jimmy Online, na nagombea nafasi ya katibu. Mimi ni mdau wa michezo mbalimbali, na pia nimesha kushiriki na kufanya michezo ya boxing Arusha kipindi nasoma sekondari na chuo kikuu. Kwa baadhi ya principle na procedures zinazijua. Alafu pia ni mfuatiliaji katika masuala mbalimbali, kuweza kuona jambo moja linatoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, na ninapoamua kulivaa jambo kweli. Kwa maana hiyo mimi jambo dogo huaga nalichukulia kwa ukubwa zaidi. Hivyo basi, kama mtapendezwa kuweza kunichagua na kunipitisha, nitawafanyia kazi kadri ya uwezo wangu. Mdau wa michezo, sasa michezo ananifahamu. Mara nyingi walipo kwenye mpira wa miguu, lakini ni mdau wa michezo yote. Ndoto yangu kubwa sana kwa Karagwe binafsi ni kuona ninajenga academy ya kufundisha michezo mbalimbali. Ni moja ya ndoto ambazo ninazo kubwa na naifanyia kazi. Kwa hiyo ninapoona jambo kama hili limekuja katika wilaya yetu, kwangu ni faraja na ni hamasa kubwa pia kwa vijana wetu. Vijana wanaweza wasione hii kama fursa, lakini kiujumla fursa huwa ni nyingi, japo nyingi huwa zinatupita pasipo kuziona, sio? Kwa hiyo msidharau fursa hii. Kama mmeamua kushiriki katika mchezo huu wa ngumi, ichukulieni kama kazi. Sisi tutakuwa nyuma yenu, na tumejitoa, tutajitoa na tutaendelea kujitoa ikiwa mtatupa nafasi hizi ambazo tunagombea. Kwa hiyo kwa nafasi hiyo ya naibu katibu nagombea, na nitahitaji support yenu pia. Naitwa Oscar Kilengule, ni daktari, nipo hospitali ya wilaya, na vile vile ni mdau wa michezo. Tangu nimefika Karagwe mwaka 2014 nimekuwa nikishiriki sana kwenye shughuli mbalimbali za michezo, hasa kwenye hizi shughuli pia mashindano ya Bashungwa nikiwa na timu ya Chanika FC. Kwa hiyo michezo naipenda, ni kitu ambacho kipo kwenye damu yangu. Umeona? Kwa hiyo hata ilipokuja ile sikuona shaka, kwa sababu ni kitu ambacho nawiwa. Sawa. Kwa hiyo kama nitaweza kupita kwenye nafasi hiyo,
naamini kabisa kwamba tutaenda vizuri na tutafanya kazi vizuri. Asante. Napenda kushukuru Mwenyezi Mungu, lakini niwashukuru nyie wapiganaji wenzangu kuweza kuniamini, kunipitisha bila kupingwa. Sina mengi sana zaidi ya kusema mimi kama mwenyekiti wa kushirikiana na viongozi wenzangu pamoja na wadau wote wa mchezo wa ngumi pamoja na taasisi za serikali ambazo zinadili na mchezo huu wa ngumi, Bwana George, sisi tunaahidi ushirikiano wa na mali kuhakikisha tunainua vipaji hivi. Na mimi kama mwenyekiti, kwa kuwa ni mjasiriamali, tutahakikisha kwamba hii inakuwa ajira na ni biashara ili watu wengi waweze kunufaika. Tasimamia hapo kwa sababu naamini bila fedha hakuna kitu kitakachoendelea. Kwa hiyo kwa ushirikiano na viongozi wenzangu, na nafurahi aina viongozi tulionao ni wale ambao wanaujua huu mchezo, wanapenda michezo. Kwa hiyo mimi naona kazi yangu itakuwa rahisi sana. Lakini tayari tulikuwa tuna idea hizo before, yani kabla ya kuwa na uongozi huu. Sasa hizi idea zote tutaziweka hapa na tutazifanyia kwa pamoja. Sitofanya tena kama mimi. Na waahidi tu kutokuwa mbinafsi. Zile fursa ambazo nilikuwa napata Dar es Salaam, kwa sababu hatakuwa na umoja, kwa hiyo nilikuwa nachagua tu, leo namchukua fulani anaenda, kesho fulani anaenda, tunazipata nyingi. Sasa nitazitafuta kwa nguvu zaidi, kwa sababu tutakuwepo tuna wapiganaji na nitashare na nyie wenzangu. La msingi tu mabondia, kama nilivyosema siku zilizopita, kama mchezi amfanyi mazoezi, hamna nidhamu, uongozi na hii mipango yote haina maana. Mimi naitwa Ahmadi Ismail Hamisi, katibu wa chama cha ngumi wilaya Karagwe wa mkoa wa Kagera. Nashauri wacheza ngumi wa Karagwe, uchaguzi tumeusimamia vizuri, umefanyika vizuri, na tumefurahi sana kama si viongozi kuona vyama vya michezo wilaya. Kwa hiyo tunaomba kwamba wachezaji wajitambue kwamba tayari wamepata uongozi uliosimama, na nimefurahi kila mmoja amejitambulisha wakati wake. Na nimefurahi sana. Kwa hiyo mabondia, hii ndio fursa sasa. Waitumie, wasibweteke, wafanye mazoezi, washawishi na wenzao waje kabisa kwenye vilabu watavyokuwa wamevipanga viongozi, wavitembelee, waweze kufanya nini? Maendeleo ya boxing wilayani Karagwe. Na sisi kama mkoa tutawapa supporta kwenye vyama, chama cha ngumi kiwahitaji, tutawaiteni washirikiane, tuwachague waweze kuunda timu ya mkoa, tuweze kubeba mkoa wetu wa Kagera. Ngumi ili waweze kukua katika mchezo huo wafanye nini? Ni mazoezi, ni kujituma kufanya mazoezi. Na waepuke na vishawishi na anasa, fanye mazoezi. Najua watafika mbali kwa sababu tuliwaalika kwenye mashindano ya ubingwa mkoa, walishiriki, tuliona uwezo wao, wanao na wako vizuri, na wajizidi kujitahidi kufanya mazoezi. Kwa kweli ngumi ni mazoezi. Sio kama mpira wa miguu kutegemea atampasia fulani acheza afunge. Ni wewe ndo namba moja, ndo golikipa wewe mwenyewe. Kocha anaangalia mapungufu na kushauri. Wafanye mazoezi. Ngumi kazi. Ngumi ni kazi na ngumi ni hela. Walitambue hilo, walijue. Na leo umepata uongozi. Kabla ya uongozi mlikuwa mnapata changamoto gani? Kabla ya uongozi tulikuwa tunapata changamoto ambazo kwa kweli naweza kusema ni nyingi. Kwanza tumehama kwenye mchezo wa Shaolin Kung Fu, tukahamia boxing, tukaacha ule usajili wa Shaolin Kung Fu, tukahamia kwenye boxing. Kwa atakuwa na sasa tulikuwa tunatafuta namna gani tuweze kupata usajili wa boxing wilaya Karagwe. Sasa kwa sababu tumepata uongozi, najua hilo tunaenda kulikamilisha na lenyewe ili tusajili kama mchezo wa boxing wilaya, ili tuweze kutambulika kimkoa hadi taifani. Kwa hiyo changamoto tulizokuwa nazo kabla ya uongozi kubwa sana ni baadhi ya vifaa. Kama nilivyosema pale, unajua mchezo wa ngumi wanacheza watu wengi ambao wanakuwa na uwezo wa chini kipato. Sasa unajikuta mchezo wote lazima muwe na vifaa ili kuweza kufanya vizuri mazoezi, hatimaye kwenda kwenye mechi. Sasa
leo hii tumepata uongozi, naamini hata vifaa, viongozi wengine wametuahidi kwamba tutapata vifaa, kwa mfano kama gravu, punching bag, pad na tunaita gi, inaitwa sare zile za kuvaa. Kwa hiyo ninaamini kupitia viongozi wetu tuliowapata, kwa sababu ni viongozi wanaopenda sana mchezo, tunaenda kufanikiwa na changamoto zinaenda kupungua. Kwa majina naitwa Hamisi Hassan Jumanne, maarufu kama Mr. Kombucha, kutoka wilaya hii Karagwe, na kwa sasa ni mwenyekiti wa chama cha ngumi za ridhaa hapa wilayani Karagwe, nikiwa nawakilisha mkoa wa Kagera. Siku ya leo tumefarijika sana kwa mara ya kwanza kabisa kupata chama cha ngumi katika wilaya yetu, lakini kwa kushirikiana na viongozi kutoka mkoani. Mjadala ulikuwa mzuri, ukitoa kwamba uchaguzi umefanyika, yale ambayo tumeyapanga au tumekusudia kuyafanya ni pamoja na kushirikiana na vijana mabondia, manake kupata wapiganaji. Hiki chama ili kiweze kukamilika na viongozi, manake inabidi tuwe na wapiganaji. Na wapiganaji wajumbe mbalimbali wametoa ushauri kwamba twende mpaka mashuleni. Lakini mimi kama mwenyekiti, kwa kushirikiana na viongozi wenzangu, tumesema mchezo wa ngumi tunahitaji wilayani Karagwe uwe ajira na uweze kutangaza wilaya yetu ya Karagwe, kwa maana fursa zilizopo hapa ndani ya wilaya ya Karagwe. Tumetoa mfano wakati tumeleta pambano kwa mara ya kwanza hapa wilayani Karagwe, mabondia walienda kutangaza Burigi Chato, lakini siku nyingine tutatangaza Mtagata na vivutio vingine vilivyopo. Hivyo tunaomba serikali na jamii tuunge mkono ili kutengeneza ajira za vijana hawa ambao watakuwa wapiganaji, lakini watutie moyo sisi viongozi ambao tutausimamia mchezo huu wa ngumi ili kuweza kuinua hivyo vipaji, kutengeneza ajira kupitia mchezo huu na kutangaza shughuli mbalimbali zilizopo ndani ya wilaya ya Karagwe.